Karibu msikilizaji, tuhitimishe sehemu ya 7, sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi inayokwenda kwa jina la Kwaheri Mke Wangu. Salum anaendelea kutupa kisa chake. Ni kipi ambacho kinaendelea katika sehemu hii? Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yetu ya Hazina ya Simulizi. Karibu, na hii ni sehemu ya 7 ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Kwaheri Mke Wangu. Alikuwa bado ana matumaini kuwa nitamrudia, hivyo kupata talaka kwake ilikuwa ni ngumu sana kukubali. Niliomba kuongea naye lakini aligoma. Aliniambia mimi si mke wake, hivyo nisijue chochote. Aliniambia kuwa nimemnyang'anya na watoto, hivyo hataki kunisikia. Hapo ndipo nilishtuka kuwa kumbe katika hukumu mimi ndiyo nimeambiwa nitakaa na watoto na yeye ataruhusiwa kuwatembelea tena kwa ruhusa yangu. Nilikuwa na wakili mzuri na wanangu walipelekwa mpaka kwa mwanasaikolojia na ilionekana mimi ni mtu sahihi kubaki na watoto. Hicho kilikuwa ni kitu kilichokuwa kinaniumiza sana, wanangu kukaa na mama yao. Niliona kama wataharibikiwa. Alikuwa ni mtu wa kuambia maneno mabaya na kuwajaza chuki. Niliposikia hivyo na ukizingatia kuwa alikuwa hajali kuhusu mimi, nilisema potelea mbali, ngoja nimuache aendelee na maisha yake. Mtu mwenyewe ndio alikuwa amenikosea, lakini hataki hata msaada wangu. Niliondoka pale kwa rafiki yake, nikarudi nyumbani kwangu. Sikuwa na furaha, lakini nilikuwa na amani kuwa angalau sasa hivi wanangu watakuwa sehemu salama. Nilijua kama ananikomoa. Mke wangu aligoma kabisa kuwaona watoto. Baada ya talaka niliacha kufuatilia maisha yake, isipokuwa wakati likizo ambapo watoto walikuwa nyumbani. Nilikuwa nampigia simu ili kuonana na watoto, lakini aligoma. Alikuwa analalamika kuwa nimemtenga, hivyo kama hana thamani kwangu basi nisubiri akifa ndio niwaambie wanangu kwa nini nilimuua mama yao. Nilikuwa naumia sana, kwani mara kwa mara watoto walikuwa wakimuulizia mama yao. Hawakujua ni kwa nini tumetengana, ingawa walikuwa wakihisi, kwani mara kwa mara walikuwa wakiniuliza kama nimekasirika kwa kuwa mama ana baba mwingine. Niliwaambia hapana. Nilijaribu kuambia kuwa mama yao anawapenda na sio kama hataki kuwaona, lakini kama mnavyojua watoto wa siku hizi wanajua kila kitu. Wakiona mambo hayaendi sawa basi wanajua. Nilichofanya ni kuwazungusha kwa bibi zao, ingawa nako ilikuwa shida. Ilifika kipindi nikaona ni lazima nibaki na wanangu tu. Ndugu zake nao walikuwa hawanitaki mimi na wanangu. Walikuwa wakinilaumu kuwa nimemloga mtoto wao. Nyumba tulizogawana alichukulia mikopo zikauzwa. Biashara zilikuwa zimekufa na hakuna aliyekuwa anajua kuwa anaishi wapi. Mimi ndiyo ilionekana mbaya, ingawa nilikuwa naumia, lakini kulikuwa hamna namna. Ilikuwa ni lazima maisha yaendelee. Nilianzisha mahusiano mengi na kama mara 3 hivi, lakini hayakudumu. Sikuwa sawa kimahusiano, bado nilikuwa nampenda sana mke wangu. Siku moja nikiwa kazini, nilipigwa simu na mama mkwe wangu. Kwanza nilishangaa, kwani haikuwa kawaida yake. Kwanza alishaniblock, alishanitukana sana na kuniambia kuwa mimi ni mchawi na mambo kama hayo. Lakini nilijua kuwa ni hasira za mzazi pale anapoona mtoto wake akiharibikiwa. Sikuwa na hasira naye, nilimsalimia vizuri, lakini hata kujibu. Alianza kulia. Moja ya vitu ambavyo naviogopa sana ni mwanamke kulia. Huwa nasikiliza, lakini nakuwa na huruma sana. Kila wakati ninapoona mwanamke akilia namkumbuka mama yangu. Wakati akiwa mdogo akipigwa na baba yangu alikuwa akilia sana, lakini akiniona ananyamaza. Nikimuuliza sababu basi anaishia kuniambia, mwanangu, macho yanauma, nikipata pesa nitanunua miwani. Mwanzo nilikuwa namwamini, lakini baada ya kujitambua niligundua kuwa tatizo si macho bali ni baba. Hivyo kila nikisikia mwanamke akilia naona kama nimekosea mimi. Najikuta naomba msamaha bila hata kosa. Nisamehe mama, kwani kuna nini? Nilianza kwa kuomba msamaha. Mwanangu, mimi ndiyo napaswa kukuomba msamaha. Alishindwa kuongea na kuanza kulia tena. Nilishindwa kuvumilia, niliweka simu pembeni kidogo ili nimsikie akilia, kisha nirudishe sikioni. Najua amekukosea, lakini mwenzako anakufa. Usimuache, hawezi kuishi bila wewe. Rudiana na mke wako, ni mwanangu. Naumia sana nikimwona katika hali hii. Njoo hata uongee naye
Alianza kunieleza kuhusu hali ya mke wangu. Alikuwa kazidiwa, virusi vishaanza kumtafuna, kwani alikuwa kagoma kabisa kumeza dawa. Alikuwa kakata tamaa, amekuwa ni mtu wa kunywa pombe na kushinda baa. Kila siku mama yake alikuwa ni mtu wa kupigiwa simu kwenda kumchukulia kwenye baa mbalimbali. Mama yake alimshauri sana kuja kuniomba msamaha, angalau nimsaidie kimaisha, lakini aligoma. Alisema ni bora kufa kuliko kurudiana na mimi. Sasa mama, kama mtu hataki mimi nihangaike naye wa nini? Sio kwamba hataki, anaona aibu. Yule ni mama wa watoto wako, anaona aibu kwa aliyoyafanya. Dunia ishamfundisha, aliniambia na kuanza kulia tena. Niliweka tena simu pembeni, kisha nikamwambia nipe muda nifikirie. Nilikata simu, kwani sikutaka kumsikiliza. Baada ya kukata simu, tofauti na siku nyingine ambapo ningejisikia vibaya na kumwonea huruma, sijui ni kitu gani kilinitokea. Siku hiyo sikusikia huruma kabisa. Nilikata simu na kuendelea na mambo yangu. Nahisi nilishaacha kumpenda mke wangu, kwani baada ya hapo sikujali tena. Nilishachoka na mambo yake na niliamua kuendelea na maisha yangu. Lakini baada ya kama siku 2 hivi nilipigiwa simu. Alikuwa ni shemeji yangu, yule ambaye aliniambia nimwache dada yake kwa kuwa alimwambukiza ukimwi mpenzi wake. Baada ya salamu naye alianza kulia. Kidogo nikate simu, lakini aliniambia, shemeji, njoo hata useme kwa heri. Dada kalazwa hospitalini, hali yake mbaya, ni mgonjwa. Najua aliyokufanyia, lakini usiache afe kabla hujamsamehe. Anahitaji msamaha wako. Sikuenda siku ile kumwona mke wangu. Nilikuwa na hasira fulani kutokana na namna ambavyo ameamua maisha yake kuwa ya pombe. Lakini usiku sikulala kabisa. Kichwani nilikuwa nawaza mambo mengi sana, hasa wanangu, namna ambavyo watajisikia kama mama yao akifariki wakati sijafanya chochote. Asubuhi na mapema nilikuwa mtu wa kwanza kwenda hospitalini. Hali ya mke wangu ilikuwa ishatengamaa, ingawa afya yake ilikuwa imechoka sana. Nilikaa naye hospitalini mpaka kwenye saa 5 hivi. Alikuwa na majeraha kichwani, kisogoni pamoja na kwenye mkono. Kipigo cha kichwani ndiyo kilimfanya kuzimia. Nikiwa pale, ghafla niliwaona watoto wangu. Walinikimbia na kunikumbatia, lakini hawakunikumbatia sana. Walimuona mama yao akiwa kitandani kalala. Walimkimbia na kumkumbatia, wakaanza kulia, wakimpa pole na kumuonea huruma. Muda mrefu ulikuwa umepita tangu wanangu kumuona mama yao. Tangu kuachana mimi, kupewa watoto ni kama alinisusia watoto. Lakini walisahau kila kitu, wakasahau hata kama nilikuwa pale. Wakakaa kitandani, wakaanza kumsimulia mambo ya shule. Zaidi ya nusu saa walikaa na mama yao. Walisahau hata kama anaumwa. Mke wangu alijitahidi sana kujizuia kulia, lakini kila wakati nilimwona machozi yanamtoka. Nilishindwa kuvumilia, kwani hata mimi nilianza kulia. Nilitoka nje na kumkuta shemeji yangu. Kwa nini umewaleta watoto? Nilimuuliza kwa hasira kidogo, ingawa nilifurahi kuwaona namna walivyomfurahia mama yao. Lakini sikufurahishwa na kile kitendo cha kuwachukua shuleni bila kunishirikisha. Mama yao angeweza kufa leo. Unafikiri wasingetaka kumuona? Isitoshe, dada hataki kuwaona watoto, hivyo niona ndiyo njia nzuri, hawezi kukataa kuwaona hapa hospitalini. Sikuendelea kumuuliza, kwani nilijua anawapenda sana wanangu. Tangu kutengana na dada yake, yeye ndiyo alikuwa mama kwao. Alikuwa anakaa nao mara nyingi. Wakati wa likizo mimi nilikuwa nimesafiri. Kwa kuwa aliwalea tangu wakiwa wadogo, nilikuwa namwamini sana. Niliondoka nikijifanya nimekasirika. Nikaingia kwenye gari na kuanza kulia. Nilikaa pale kama nusu saa hivi. Bila kujijua niliwasha gari mpaka nyumbani. Nikaingia kabatini, nikachukua makaratasi ya taraka. Nikaenda jikoni, nikachukua kiberiti na kuyachoma moto. Watoto wangu wanamhitaji mama yao. Siwezi kuendelea hivi, nahitaji kuwa na familia, niliwaza. Baada ya kumaliza nilirudi hospitalini. Niliwachukua wanangu na kuanza kuzunguka nao mjini. Niliwaambia kuwa hawatarudi tena shuleni, watakaa nyumbani. Na mama? Ndiyo kitu ambacho waliniuliza. Niliwajibu ndiyo. Na mama? Niliwaona jinsi walivyokuwa wamefurahi.
walianza kuponda shule, namna walivyokuwa wanachukia kukaa bweni. Waliongea sana, tulizunguka sana, nikaenda mpaka shuleni kwao. Nikaongea na walimu kuwa wanangu watakuwa wakisoma shule ya kutwa. Sikuwa na haja ya kuwapa sababu, ulikuwa ni uamuzi wangu. Waliniambia sawa, lakini siwabadilishe ghafla, niwape muda, kwani walikuwa wamebakiza miezi miwili kumaliza mwaka. Nilielewa na niliona utakuwa ni wakati mzuri wa mimi na mke wangu kujipanga. Niliwarudisha shule na kuwaahidi hawatakaa bweni tena. Mke wangu alikaa hospitalini kwa siku 4. Baada ya hapo aliruhusiwa. Nilimchukua na kumpeleka mpaka kwenye kliniki ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Nilimwambia ni lazima kutumia dawa, nitamsimamia mimi mwenyewe. Kwa kuwa alikuwa hajaanza kunywa pombe, akili yake ilikuwa sawa. Alinielewa na kukubaliana na mimi. Baada ya kuondoka hapo, nilimpeleka nyumbani kwangu. Alishangaa na kumwambia kuwa ndoa yetu ilikuwa ni ya kanisani, imeunganishwa na Mungu, hivyo hakuna binadamu wa kuitenganisha. Alishangaa sana na nilimwambia kuwa nitaishi naye kama mke wangu na nitamhudumia mpaka arudi hali yake ya kawaida. Swala la kumeza dawa lilikuwa gumu sana, ni kama alikuwa hataki. Mke wangu alishakata tamaa na muda mwingi alikuwa akijutia mambo aliyokuwa amenifanyia. Kazi yangu kubwa ilikuwa ni kumpa moyo na kumhudumia. Baada ya watoto wetu kurudi nyumbani, ilikuwa ni amani, lakini bado hali ya mke wangu ilikuwa haijatengemaa. Alichelewa sana kutumia dawa na aina ya maisha yake ya pombe tu bila chakula vilichangia. Siku moja nikiwa kazini, mke wangu alinipigia simu. Wakati naondoka nyumbani, alikuwa sawa kabisa, alikuwa yuko vizuri. Aliniambia niende kuwachukua watoto shule, kwani anataka tutoke. Nilimwambia kwa nini asisubiri mpaka jioni, ila yeye alinisisitiza kuwa ni lazima tutoke mchana huo. Bila kuwaza mara mbili, nilienda shuleni, nikawachukua watoto na kurudi nao nyumbani. Aliniomba nimpeleke Mlimani City. Hali yake haikuwa mbaya kihivyo, lakini alionekana kama ana kitu moyoni. Nilifanya kama alivyotaka, tukaenda kula, watoto wakacheza na kufurahi. Kama saa 10 hivi aliniomba turudi nyumbani kwani anahitaji kupumzika. Niliwasha gari na safari ya kurudi nyumbani ilianza. Akiwa njiani alishusha siti kidogo na kulala. Nilimwacha lale mpaka nilipofika nyumbani, nikaingiza gari ndani, nikaenda upande wake ili kumwamsha, lakini mke wangu ndio alikuwa amelala moja kwa moja. Alishakuwa wa baridi muda mrefu. Niliangalia mapigo yake ya moyo, yalikuwa hayapigi tena. Sikutaka kupaniki mbele ya watoto. Niliwashusha watoto na kuwaingiza ndani. Walimuulizia mama yao, nikawaambia anakuja kapumzika. Waliingia ndani, nikatoka mpaka nyumba ya jirani. Nikamuita jirani yangu ili anisaidie kuendesha gari kuelekea hospitalini. Sijui kwa nini nilishajua kuwa mke wangu amefariki, lakini nilitaka tu kumpeleka. Jirani alikuja na kumwangalia, alikuwa kashafariki. Aliniambia hakuna haja ya kumpeleka hospitalini, lakini niligoma. Tulimpeleka na wao walithibitisha kuwa mke wangu alikuwa amefariki. Hapo ndipo chozi la kwanza lilianza kunitoka. Niliumizwa sana na kifo cha mke wangu. Alikuwa katika hali nzuri wakati anafariki. Sijui ni nini kilimuua, kwani hakuugua sana. Pamoja na yote niliyopitia na mke wangu, lakini nashukuru sana Mungu alitupa nafasi ya pili kwa takribani miezi 8 ya kumuuguza mke wangu. Mimi na wanangu kama familia nimejifunza mengi. Mke wangu alihangaika sana, lakini hakupata furaha ya kweli huko alipoenda, lakini miezi 8 ya kumuuguza, naweza kusema mke wangu alikufa akiwa na furaha, lakini pia kaniachia mimi na wanangu kumbukumbu iliyo bora sana. Pumzika kwa amani mke wangu. Kwa heri mke wangu. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha sehemu ya 7 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Kwa Heri Mke Wangu. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo wa simulizi hii, lakini mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi zingine. Endelea kukaa karibu na chaneli hii ya Hazina ya Simulizi ili uweze kupata simulizi mbalimbali ambazo tumekuwa tukikuletea wewe msikilizaji wetu. Hadi wakati mwingine. Kwa heri mke wangu.